Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ametahadharishwa dhidi ya kuivamia Iran kijeshi. Hata hivyo, inadaiwa kwamba washauri wa rais wa Marekani Donald Trump bado wanaendelea kumtahadharisha rais huyo asifanye makosa kuishambulia Iran. Mkuu wa utumishi wa jeshi la Marekani Dan Kane, ambaye pia ndiye mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu suala la Iran, amemshauri kiongozi huyo mkuu wa serikali Bwana Trump kwamba asithubutu kufanya mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Taarifa za ndani zinadai kwamba washauri wakuu wa rais Donald Trump, akiwemo makamu wa rais JD Vance, lakini pia waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, na hata baadhi ya viongozi wa kijeshi kutoka nchini Israel, pamoja na mkuu wa jeshi Eyal Zamir, na kwamba wakati huu Marekani haina silaha za kutosha za kuweza kufanya shambulizi la wakati mmoja na kupata mafanikio kama anavyotaka rais wa Marekani Donald Trump. Vyombo vya habari nchini Marekani vimeripoti mnamo Jumatatu vikinukuu duru zenye ufahamu na majadiliano ya ndani kuhusiana na suala hilo. Kulingana na magazeti ya Axios na The Washington Post, wasiwasi wa mshauri mkuu wa rais Bwana Kane unajikita katika hatari ya kujikuta katika mgogoro wa muda mrefu. Kulingana na gazeti la The Washington Post, Kane aliangazia pia suala la uhaba wa silaha muhimu na usaidizi mdogo kutoka kwa washirika, akisema hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwenye operesheni yoyote na kwa wanajeshi wa Marekani. Usaidizi wa kijeshi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump hata hivyo anapuulizia mbali ripoti hizo katika machapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, akiziita zisizokuwa sahihi na kuvishutumu vyombo vya habari na kudai Kane alipinga kuingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais huyo wa Marekani alikanusha ripoti hiyo, akisema kwamba Jenerali Daniel Kane anayejulikana kama Razen anapinga hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Katika chapisho katika mtandao wa kijamii, Bwana Donald Trump aliandika kwamba alizingatia ripoti hizo kuwa za uongo kabisa na kufafanua kuwa hakuna chanzo maalum kilichotajwa kuhusu madai hayo. Amesisitiza kuwa Jenerali Kane, sawa na maafisa wengine, hana mwelekeo wa vita, lakini iwapo uamuzi utatolewa wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, anaamini kwamba atashinda na kwa urahisi katika mzozo huo. Trump aliongeza kuwa Jenerali Kane anafahamu vema Iran kwa sababu aliamuru operation ya Midnight Hammer katika mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya Iran vya nyuklia katika kipindi cha June mwaka 2025 wakati wa vita kati ya Iran na Israel. Kufuatia shambulizi hilo, alisema mpango wa nyuklia wa Iran hautaendelea tena, kwani umeharibiwa kabisa kufuatia mashambulizi ya ndege za Marekani za B-2. Rais Trump alimtaja General Kane kama shujaa mkubwa na kusema anawakilisha jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Lakini taarifa zaidi zinasemaje? Viongozi wengine wa juu akiwemo makamu wa rais JD Vance, waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio na wajumbe maalum akiwemo Jared Kushner na Steve Witkoff ya Kane katika hali ya sasa ya Iran. Na hata shirika la habari la Jerusalem Post la nchini Israel limethibitisha kwamba mkuu huyo wa pamoja wa Marekani na mshauri mkuu wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump anazingatia zaidi katika vita vya siku 12 vya mwezi Juni. Kulingana na vyanzo, maafisa walipotaka kumshawishi Trump na mwelekeo huo wa vita walifanya juhudi maalum kama ambavyo Kane alimwambia, pamoja na maafisa wengine. Baadhi ya viongozi walikumbana na hili kama zamu, ikizingatiwa kwamba wakati utawala wa Biden maoni yalikuwa kwamba wakati mwingine yangeweza kufikiwa kwa kuwasiliana na mkuu wa wakati huo wa CENTCOM Jenerali Eric Kurilla baada ya mkuu wake aliyekuwa mwenyekiti wa viongozi wa kijeshi Jenerali CQ Brown. Kadhalika, hili lilimfanya rais wa Marekani kuwaita baadhi ya viongozi wa kijeshi kutoka nchini Israel, wakati mkuu wa wafanyakazi wa IDF Lieutenant General Eyal Zamir, lakini pia mkurugenzi wa Mossad David Bania na mkuu wa ujasusi wa IDF Major General Shalom Binder walipotembelea. Haitaki kabisa kusikia suala la kusalimu amri, na ikitangaza namna ilivyojipanga na kila siku ikishirikiana na baadhi ya mataifa ikiwa ni pamoja na Urusi pamoja na Uchina. Na hivyo moja kati ya hoja kubwa ambayo inatazamwa ni kwamba vita hivi haviwezi vikawa vya muda mfupi kama ambavyo inatazamwa, lakini ni vita ambavyo vitachukua muda mrefu zaidi kati ya Iran pamoja na Marekani.
Hii ni kutokana na ukweli kwamba bado kuna silaha ambazo hazifahamiki za Iran, na ni kwa sababu Iran imetengeneza makombora mengi zaidi ya ballistic, lakini pia ina silaha hatari kutoka nchini China ambazo hazijawahi kutumika kwa sababu China haikupigana vita kwa muda mrefu, lakini pia silaha hatari za Urusi, ndege za Su-35, ndege hatari za kivita. Mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Washauri wa Rais Donald Trump wanapinga jeshi la Marekani kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na huku Donald Trump akiwa njia panda, huku akiongeza vitisho zaidi dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu. Hapa The World News tutakufahamisha kwa mapana.